Kwa majina yangu naitwa Ayubu Skagonamo, mwenyekiti wa wilaya Momba. Karibuni sana. Asante. Mwenyekiti, Ayubu Skagonamo ni nani? Ayubu Skagonamo ni kijana Mtanzania, lakini ni mkazi wa Tunduma. Kwa historia tu, mimi katika maisha yangu ya ujana wangu, miaka ya 2002 ndio miaka rasmi nilianza kufuatilia mambo ya siasa. Lakini ilipofika mwaka 2004 rasmi nilijiunga kuwa mwanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema. Wakati huo nilikuwa naishi jiji la Mbeya. Kwa hiyo Ayubu nayezungumza naye hapa ni kijana ambaye amekulia kwenye chama hiki. Mtu akisikia Ayubu Skagonamo ni miongoni mwa watu ambao wamepitia kwenye misukosuko mingi sana, hususan kwenye masuala ya kisiasa, hasa siasa za upinzani, Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema. Ni jambo gani ambalo hutakuja kulisahau pengine tangu umeanza kujihusisha na mambo ya kisiasa? Yako mambo mengi, lakini nitazungumza machache kwa kifupi. Nimepitia mengi sana kwenye siasa. Nimefanya maeneo mbalimbali siasa, chama kimenituma maeneo mengi kwa ajili ya kujenga chama. Lakini tukio gumu kabisa kwangu kisiasa lilikuwa mwaka 2019. Kwangu mimi binafsi na familia yangu. Sijawahi kufanya tendo la kiharifu ndani ya nchi yangu. Sijawahi tenda nje na sheria za nchi yangu. Lakini mwaka 2019 nilijikuta nikiwa mikononi mwa polisi na mwisho wa siku kupelekwa magereza, ambapo nilikaa kwa takriban miezi 6. Hilo lilikuwa jambo la kwanza kabisa lililoiletea changamoto mimi binafsi, lakini pamoja na familia yangu, pamoja na wananchi ambao nilikuwa nikiongoza wakati huo wa kata ya Chipaka, kama sio jimbo zima la Tunduma kwa ujumla wake. Nasema hivyo kwa sababu mimi nikiwa kwenye hiyo changamoto ngumu ambayo sikuwahi kuifikiria, wananchi walitiririka magerezani, walitiririka kuja mahakamani, lakini walionyesha huzuni juu ya tukio lile. Kwa ni jambo ambalo lilinikuta mimi binafsi, lilikuwa gumu, lakini lilikuwa gumu sana kwa familia yangu pamoja na wananchi wenzangu wa mji wa Tunduma. Wakati huo ulikuwa nani mpaka jambo hilo likawa linakukuta? Wakati nakutwa na jambo hilo nilikuwa ni diwani wa kata ya Chipaka, ambapo udiwani huo niliupata 2015. Nilikuwa bado niko kwenye majukumu. Kwa hiyo nilipata tukio hilo nikiwa diwani. Kwa ukiwa diwani nikafunguliwa mashtaka magumu kabisa ambayo kwanza kwa maisha yangu sijawahi kufikiria kwamba naweza kufanya vitu vya aina hiyo, lakini nikaambiwa ndio shtaka nililo nalo. Lilikuwa shtaka gani pengine? Lilikuwa shtaka la uhujumu uchumi linalohusishwa kukutwa na silaha nyumbani kwangu. Kwani kukutwa na silaha nyumbani kwangu, kitendo ambacho kilisikitisha umma kwa Watanzania, lakini kiwemo mimi mwenyewe mhusika, sababu mimi nilikuwepo nimelala ndani. Usiku nikavamiwa na kundi kubwa la polisi. Kaambiwa wanataka kufanya upekuzi ndani mwangu, wakaingia kwenye vyumba vya nyumba yangu. Kwa sababu mimi wakati walikuwa wanagonga mlango ambao unaingia moja kwa moja ndani ya nyumba yangu. Nje kulikuwa na ukuta lakini ambao ulikuwa hauna geti, kwa mtu yeyote alikuwa na uwezo wa kuingia. Kwa na wao waliingia, walizunguka hiyo nyumba, wakanigongea, baadaye akasema nataka kufanya search ndani mwangu. Wakati wanataka kuingia ndani nikawazuia. Nikamwambia kama mnataka kufanya ndani kwangu search, naomba niwasearch nyie. Wale maaskari waliokuwa na kielele cha kuingia ndani wakarudi nyuma. Baadaye wakarudi wakachambuana nani na nani aingie. Niliwasearch wale walioingia ndani, wakaingia, walisearch kwenye vyumba vyote ikiwemo chumbani kwangu. Hawakukuta kitu. Kule ambako walisimama wale ambao walirudi nyuma ndio huko wakasema wameikuta silaha ikiwa maeneo hayo. Kwa ni kitendo ambacho mimi binafsi nilielewa kwamba ni nini, kwa sababu wao mimi naamini walikuja nacho wenyewe, na ndio maana hata mahakama iliona hilo shtaka mimi naonewa tu. Kwa mahakama iliniachilia huru kabisa kwenye kesi hii. Kwenye tukiwa hapo kwenye swala la search, wanapokuja kusearch wanapaswa wafanye nini?
Kwa uelewa wangu mimi ninachojua, kwanza wanapaswa kufika kwenye ofisi za serikali ya mtaa, na kwa sababu kwa maelezo yao alikuwa tukio la dharura, ni tukio ambalo wanasema walielezwa mchana kwamba kuna jambo linataka kufanyika nyumbani kwa Ayubu. Mimi nilidhani hata kabla hawajafika nyumbani kwangu kuja kusati, itakiwa huyo mtu kwanza wamhoji vizuri, kwa sababu wanasema walisimuliwa na mtu kwamba kuna jambo linataka kufanyika, kuna silaha sijui inatoka wapi, inaenda kupelekwa kwa Ayubu. Nilifikiri huyo itakiwa mbane ili wawakamate na wale wanaopeleka silaha kwangu, lakini cha ajabu wakaja kunikamata mimi. Tafasiri ya mimi kwenye hilo, niliamini wametumika vibaya jeshi la polisi, wametumika vibaya kisiasa. Nafahamu wakati huo mimi nikiwa diwani nilikuwa nimeweka misimamo mingi pale halmashauri juu ya watumishi, lakini nikiwatuhumu kwa ubadhirifu ambao ni automatically ni kweli wale watumishi waliondolewa kwa ubadhirifu. Lakini hilo jambo linahisi mimi kwa binafsi jinsi nilivyokuwa nimeliweka kwa ajili ya maslahi ya wananchi wa mji wa Tunduma na Watanzania, ninaamini ni kitendo ambacho kilichangia kuniletea tatizo hilo. Kikawaida, tukitoka kwenye jambo lako, kikawaida wanapokuja kusearch, maaskari wanapokuja kusearch nyumbani kwako, kipi wanapaswa kufanya? Mimi ninavyofahamu, kwa cha kwanza kabisa wanapaswa kumjulisha mwenyekiti wa eneo husika, lakini cha pili wanapaswa kuwaita hata majirani ili wawe mashuhuda katika tukio hilo. Kitendo ambacho walikifanya wao, walifanya kazi ya kumpigia mwenyekiti wa mtaa, walikuja naye nyumbani kwangu, lakini majirani zangu wote hamna aliyekuwa anajua kuhusu jambo hilo. Kwa hiyo ilikuwa la mimi na wao, na hata wakati wanagonga mimi kilichonifanya nitoke baada ya mwenyekiti wa mtaa kujitambulisha kwamba tuko hapa nje. Lakini mwenyekiti wa mtaa naye wakati tunafanywa search, yeye tulikuwa naye ndani ya nyumba yangu. Kwa kule nje walibaki maaskari watupu ambao ndo walikuja kutengeneza hizo tuhuma. Kwa hiyo jambo hiyo silaha wanasema walikuta nje na ndani kwako. Walikuta nje ndani kwangu. Alafu kula ambako walikuwa wao wapo ndo walikoikuta huko. Sasa mwenyekiti, turudi kwenye haya ambayo tulikuwa tumefikiria kuyazungumza. Tupo kwenye uchaguzi. Kuna mambo kadhaa yanaendelea. Vyama vinaendelea na kampeni za kuelekea uchaguzi Oktoba 29. Wewe binafsi unaamini uchaguzi huu ni halali? Binafsi mimi kwanza, msimamo wangu tu kwanza kabla hata tujafikia msimamo wa chama, mimi naamini uchaguzi huu sio halali, cha kwanza, kwa sababu mimi ni Mtanzania na nimeshiriki chaguzi tangu 2005 nimekuwa nikishiriki. Kwa nafahamu tofauti ya uchaguzi wa 2005, nafahamu uchaguzi wa 2010, nafahamu uchaguzi wa 2015, 2020 na sasa tuko 2025. Nikirudi nyuma kwenye uchaguzi wa 2014 wa serikali za mitaa, ukaangalia na uchaguzi wa 2010 kwa ujumla wake wa madiwani, wabunge, madiwani na rais, jinsi ulivyofanyika ni tofauti kabisa na kinachoendelea sasa hivi. Sasa hivi kilichopo ni hadaa tu kwa wananchi, mimi ninachokiona, kwa sababu ukiziangalia sheria za uchaguzi hazionyeshi kama kuna uchaguzi ambao wananchi wanatakiwa wafanye maamuzi. Ukija kuangalia uchaguzi wa 2020, mimi bahati nzuri nilikuwa mgombea, kwa nafahamu ninachokizungumza. 2015 nilikuwa mgombea na nilitangazwa kwa diwani. Ukiangalia mazingira ya kutangaza udiwani mimi wa 2015, alafu ukaja kuangalia mazingira ya uchaguzi wa 2010, naweza kusema kwanza kiuchaguzi Tanzania kama ni demokrasia tunarudi nyuma sana, tunarudi gizani. Kwa sababu ukiangalia 2015 pamoja na nguvu ya umma iliyotumika kuhakikisha mimi natangazwa, lakini kulikuwa na shida kubwa sana siku hiyo, kiasi kwamba sasa wananchi waliopiga kura walilazimika kuja kulizunguka lile jengo, kwa sababu walikuwa na matokeo, wanafahamu kila kituo yanajulikana. Wakazunguka lile jengo ili kuhamasisha au kuhimiza aliyeshinda tangazo. Nilitangazwa. 2020 mchakato ulikuwa wa hovyo kabisa. Yaani kabla tuko kurudisha fomu, watu wanatengenezewa kesi za aina mbalimbali. Mimi nimerudisha fomu, nimeteuliwa vizuri, nimewekewa pingamizi, nimeenda siku najibu pingamizi, nimeletewa rundo la askari wasiopungua 15.
nakuja kukamatwa, nikafunguliwa mashtaka ya mauaji, kitu ambacho mimi kama Mtanzania sijawahi kushiriki. Kwa hiyo tunaona chaguzi zinavyoenda, lakini wakati huo na Disemba 2019 serikali za mitaa, wagombea wa Chadema walikamatwa, wengine akafunguliwa makosa ya kutokuwa raia wa nchi hii. Sasa mtu unamfungulia kosa la kutokuwa raia wa nchi, baadaye baada tu ya uchaguzi na mwacho nakubali kwamba ni raia wa nchi, ulimfungulia akiwa kwenye uchaguzi. Tafasiri yake ni nini? Maana yake ulikuwa unataka asishiriki ule uchaguzi, lakini baadaye unamwachia, maana yake ile haki ya wananchi ya kuchagua anachotaka inakuwa wapi? Kwa hiyo tunaona kuna mfumo wa ambao ni hatarishi kwenye nchi yetu, kwa sababu kama watu wana manunguniko na mfumo wa uchaguzi, maana yake mfumo wa uchaguzi hautufai tulionao kwa sasa. Na ndio maana sasa nikirudi kwa ujumla wake, kama taasisi tumesema no reforms no election. Tunasema bila mabadiliko ya kanuni za uchaguzi, bila mabadiliko ya kikatiba kwenye swala la uchaguzi, tunaamini hakuna uchaguzi. Kwa sababu ili wananchi wapate haki za kuchagua, ni lazima sheria zinyoke. Kwa tunachokizungumza kwamba hamna uchaguzi tunamaanisha. Kwa hiyo niseme hakuna uchaguzi halali kwenye hiki kinachoendelea. Ni ujanja tu wa kuhadaa wananchi na kuihadaa dunia kuonesha kwamba Tanzania tuna uchaguzi, lakini kweli uchaguzi Tanzania haupo. Inachofanyika sio halali kabisa kwenye swala la uchaguzi. Hii kauli inatokana na nini? Unaamini kwamba kikatiba uchaguzi unafanyika kihalali? Kwa katiba yetu kwa sasa uchaguzi wetu sio halali, kwa maana ya kwamba kila baada ya miaka 5 uchaguzi unafanyika. Je, hiki kinachofanyika ni halali ama sio halali? Kwa maana ya kalenda, tukisema tuchukue kalenda kama ilivyo kwa mujibu wa katiba yetu, kalenda iko sahihi. Lakini tukirudi kwenye uhalisia sasa, kwenye jambo hilo ambalo tunaliendea, kinachoondoa uhalali ni nini? Kinachoondoa uhalali ni sheria za uchaguzi. Yaani ninapozungumza sheria, maana kuna kanuni, kuna sheria, alafu kuna katiba yenyewe. Sasa kwa nini tunasema inaondoa uhalali? Kwa sababu kama wagombea mko 5, mmoja anaweza kuamua juu ya msimamizi wa uchaguzi, maana yake hicho sio halali, maana yake kinakuwa ni cha yule mmoja wenu. Kwa ndio maana tunasema sio halali, ndio maana tumesema zifanyike reforms kwanza. Kama tunakubali kwamba tuko kwenye vyama vingi, ni lazima tukubali kufanya mabadiliko ya kikatiba kwenye swala la uchaguzi na mabadiliko ya kanuni za uchaguzi, ili vyama vyote viwe na haki sawa kwenye swala la kugombea na kuchaguliwa na kupigiwa kura, lakini na kwenye usimamizi pia na kulinda matokeo yao. Lakini ni Chadema ndio mnaonekana mnakataa haya mambo yanayoendelea kwenye huo uchaguzi, lakini vyama vingine 18 vinaendelea na taratibu, kwa maana ya masuala ya kampeni yanaendelea. Hamuoni kwamba ninyi mnajipa uspesho kwenye jambo hili? Kwanza ukisema sisi Chadema utakuwa unawakosea Watanzania wenye uelewa na wenye akili timamu. Sisi Chadema tunafuata maoni ya wananchi wa Tanzania, lakini tunaona pia, kwa sababu sisi Chadema ni chama ambacho sasa ni kikubwa, na ukizungumza vyama vya siasa Tanzania unaweza kaizungumza Chadema. Vingine hivi ambavyo vinasubiri kupewa mavyeti ili vikagombee, hatuwezi kuvizungumza sana. Lakini ukizungumza Chama cha Mapinduzi unazungumza dola. Kwa maana yake chama cha siasa halisi ambacho Watanzania wameweka matumaini yao ni Chadema. Kwa Chadema tunaona, tuna jicho, na Watanzania wanaona, wana macho, kwa sababu kilichotokea 2019, 2020, 2024, kila Mtanzania mwenye akili timamu, achana na watu ambao hawaelewi kuhusu mambo haya, wenye uelewa wanafahamu juu ya tunachokizungumza na wanaunga mkono kwa 100% kwamba zifanyike reforms ndio twende kwenye uchaguzi. Kwa hao wengine, vyama vingine hivi 18 vimewekwa tu. Ndio maana naona kuna vyama vingine, yani hata unamsikia mgombea anasema mimi kwenye uchaguzi huu naomba mchague tu rais aliye. Maana yake hicho namfikiria mara mbili anaenda kugombea nini? Yaani amechukua fomu ya kugombea urais, lakini yeye mtu anakuambia kwenye uchaguzi huu yeye anaomba Samia aongezewe miaka mingine. Ni mambo ya ajabu kabisa. Tukiwa hapo kwenye Chadema, kuna kauli zimekuwa zikitoka. Mwenyekiti, kumekuwa na kauli tofauti ambazo zimekuwa zikitamkwa
kwamba Chadema wasiposhiriki uchaguzi basi chama hicho kinaenda kufa. Hii kauli hii unaionaje? Kuna msemaji mmoja aliwahi sema kwamba Tanzania, wananchi wa Tanzania ni sawa na maiti. Alisema wa Uganda wamelala, wanaweza kaamka wakafanya lolote. Alizungumzia pia kuhusu wa Kenya, lakini akazungumzia wa Tanzania. Sasa mimi sitaki tuende huko, na wale wanaozungumza kwamba Chadema itakuwa imekufa ni hao ambao wanalinganishwa na maiti, yani kwamba akili zao haziwezi tena kufikiri. Chadema sio neno tu kama linavyotamkwa. Chadema ni chama ambacho kimejengwa kwenye mioyo ya Watanzania. Chadema haiwezi kufa kwa sababu Chadema ni Watanzania. Unaweza kujua jina, lakini misimamo na taratibu zile za Chadema kwenye nchi hii haziwezi kufa. Maono ya wananchi juu ya Tanzania waitakayo hayawezi kufa. Kwa hiyo kama hayawezi kufa, maana yake Chadema haiwezi kufa. Chadema ni chama ambacho kimejipambanua kutetea wananchi, kupigania haki za wananchi, kupigania rasilimali za taifa hili. Mtanzania yeyote mwenye akili timamu, Mtanzania yeyote mwenye akili timamu hawezi kuona kwenye jicho la kufa Chadema. Ila wale ambao wako tu na misukumo, yani hawaelewi wafanye nini, wanaweza kusombwa tu kwenye maroli kama ng'ombe, wanaweza kufanya nini, kuburuzwa tu kwenda huko, nao ndio wanaoona hicho. Na wanaona kwa sababu, sio kwa sababu wanaona wao, kwa sababu wanaambiwa kwamba kitakufa. Sasa uhalisia ni kwamba Chadema haiwezi kufa kwa namna yoyote ile, kwa sababu Chadema ni chama ambacho kipo kwenye mioyo ya Watanzania wenye uchungu na rasilimali za nchi hii, wenye akili timamu, wale wanaojitambua. Ukisema wanajitambua, maana yake Watanzania wote wanaojitambua wanafahamu chama cha siasa Tanzania ambacho kinaweza kusimama kwa ajili ya wananchi ni Chadema. Kwa hiyo haiwezi kufa, labda wafe watu hao. Sasa unafikiri mabadiliko haya ambayo yanahitajika yanaenda kutokea kwa namna ipi ikiwa ninyi kama chama, kwa maana ya Chadema, haijashiriki uchaguzi, haipo kwenye vyombo vya maamuzi? Haya mabadiliko yanaenda kutokea kwa namna ipi? Narudia tena kusema kwamba watu wenye akili timamu wameuona uchaguzi huu haupo. Ni danganya toto kwa wananchi na mataifa ya nje kuelekea kwenye wanaoita uchaguzi. Sasa kwa nini tunasema bila mabadiliko uchaguzi hauwezekani na hautafanyika? Ni kwa sababu wananchi wote wenye akili timamu kwenye taifa hili, naamini siku hii hawahangaiki na mambo ya uchaguzi, na hata sasa hivi hawahangaiki na mambo hayo. Wanaohangaika ni wale tu ambao wanaweza kusombwa kama mang'ombe kwenye maroli. Lakini wale wenye utimamu kabisa, ambao wanajitegemea katika shughuli zao za kimaisha za kila siku, wanalipa kodi za nchi hii kwa kipato halali, wanalima, hao hawataenda kupiga kura. Mimi nafahamu hivyo. Na sisi kama Chadema tumetangaza huu msimamo kwamba uchaguzi haupo, ni kwa sababu tunaamini wananchi wanajitambua na hawatahangaika kwenda kupiga kura ambazo ni adaa kwa wananchi. Kutokuwepo kwenye vyombo vya kimaamuzi, hata wao hawatakuwepo, kwa sababu wao watakuwepo kwa njia gani? Nani ataenda kuwachagua kwa hali ya kawaida? Yaani Mtanzania mwenye akili tu timamu atakayeenda kupiga kura ni nani? Kwa hiyo tunaamini siku bado zipo. Mimi naamini kama kweli hao watawala wanatambua kwamba kuna watu wanaoenda kwenda kuongoza, haya mambo yote wanaenda kuahirisha, wanarudi kwenye kufanya reforms, twende kwenye uchaguzi wa pamoja. Wasipofanya hivyo, ni jukumu lao wao wenyewe, wasimlaumu mtu, kwa sababu Watanzania wanaelewa nini kinaendelea kwenye taifa lao. Watanzania wanalia juu ya rasilimali zao. Watanzania wanalia juu ya mfumo wa uchaguzi. Kama wanalia, sasa wataenda kushiriki nini? Kwa hii ngazi ya kimaamuzi ili ipatikane, ni lazima uchaguzi wa kweli ufanyike, sio uchaguzi wa kuwadaa watu. Kwa tutajiendesheje kama Chadema? Kwani sasa tunaendaje? Sasa tupo tunaendelea pamoja na figisu wanazotufanyia, kutupeleka mahakamani, kutufunga magerezani, kututeka, kufanya kila njia inayofanyika na waovu, kwa sababu kuna njia zinafanyika na waovu, lakini Chadema inaendelea. Leo wanazungumza Chadema ambayo haiko kwenye kushiriki jambo lolote la uchaguzi, lakini ndio hao wanazungumza kwenye majukwaa. Ujue hicho chama kinachozungumza ndio chama makini kwenye nchi hii.
Kwa hiyo hizo hadaa zote mwisho wa siku zinaenda kugonga ukuta. Tunarudi huku kujadili tufanye reform, twende kwenye uchaguzi. Kwa unataka kusema vyama vyote vilivyopo kwenye uchaguzi havina nguvu yoyote ya mpaka viende vikazungumze kwenye majukwaa na vyama vingine? Nguvu waitoe wapi? Kwanza wanawadaa Tanzania. Watanzania hapa wana maumivu, wanaviwaza vile vyama na wanawaza kwamba kodi zao zinaenda bure kwa sababu vile vyama vimewasaliti wananchi. Kama unajua kwamba kuna tatizo la uchaguzi na unaenda kwenye kugombea, unaenda kugombea nini? Leo wengine wanalia eti tunafanyia huduma. Kwani hawakujua? Tumesema hizi huduma before. Hawajaingia kwenye huo mchakato wa uchaguzi kwamba tusiende huko. Kuna shimo refu mpaka kwanza tufukie hilo shimo. Tukimaliza ndio tuende ili njia hiyo yote tupite tukiwa sahihi. Sasa kwenye njia hiyo yenye shimo refu unakubali kupita na mtu ambaye anatumia ndege. Wewe unatumia gari, kuna shimo refu mbele. Yeye anatumia ndege, unakubali uende naye. Sema unakuwa na mwendo wazimu. Wewe wa ndege atapita juu, wewe wa gari utaenda kutumbukia. Kwa hiyo hao wanafanya hivi wakijua kabisa wanaenda kutumbukia. Huo ni kuhadaa wa Tanzania. Wanawakosea wa Tanzania, wanawasaliti wa Tanzania. Wakubali tu kwamba kile kinachozungumzwa turudi pamoja. Tunachokikataa kwenye hii mifumo ni kwamba kama wewe ni mgombea usiwe na nafasi ya kuamua nani asimamie uchaguzi. Apatikane kwa mujibu wa sheria, ikiwezekana iwe kama ajira kiasi kwamba kisaliti nchi yake kuwe na adhabu. Sasa mtu ni mgombea urais na wewe ni mgombea, mwenzio anateua msimamizi wa tume atakayetangaza matokeo, anamlipa yeye mshahara, ndio anapotangaza kwa umma kwamba analipa mimi mshahara. Maana tulishasikia huko nyuma kauli ile jai tenguliwa kwamba mkurugenzi na kuajiri mimi na kupa mimi gari afu kamtangaza mpinzani. Hiyo kauli ya jai badilishwa na kiongozi yoyote huyo. Bado mtu anataka ukagombea na mkurugenzi ni yule wa namna hiyo. Lakini rais anayegombea anateua mwenyekiti wa tume atakayetangaza matokeo na wakurugenzi na watu wengine. Afu unataka ukagombea naye wewe. Yeye ndio yuko kwenye mamlaka. Unategemea nini? Mwenyekiti, ni kipi hasa ambacho kimekuwa ni kigumu zaidi kiasi kwamba kilifanya wakati ule hakikuwepo, leo kimekuja? Kwamba 2015 umesema hapa ulitangazwa, 2010 kuna watu walitangazwa wakawa wabunge, 2015 kuna watu walitangazwa wakawa wabunge. Ni kipi ambacho kimebadilika mpaka kikapelekea leo Chadema iseme hakuna kushiriki uchaguzi kama hakutakuwa na mabadiliko ya sheria za uchaguzi? Ni kitu gani kipya hasa? Vipi vinaweza kuwepo vingi. Kwanza kuna mabadiliko ya sheria za uchaguzi. Kanuni. Kipindi hicho 2015 ilikuwa kituo cha kupigia kura. Watu wakienda wakipiga kura, pamoja na sheria hizo ndogo, watu wakienda wakipiga kura, matokeo yanabandikwa kwenye kituo husika cha waliopiga kura. Kwa hiyo kama mimi mpiga kura wa kituo A, matokeo yangu najua kabisa kwamba hapa kituo hiki nilikuwa nachagua, aliyepata matokeo hapa ni Ayubu. Kituo B inaenda kuangalia aliyepata matokeo hapa ni fulani. Sio, unanielewa? Kituo C inaenda kuangalia aliyepata matokeo ni Sikabenamo. Sio, unanielewa? Kwa hiyo natoka pale nikiwa na matokeo ya kile kituo, lakini wakala wangu anaruhusiwa kuchukua fomu mle. Fomu zinasainiwa, wote mawakala wanasaini kwamba kituo hiki aliyeshinda ni Ayubu. Kwa mawakala wa vyama vyote wanatoka na ile fomu, anaenda nayo kwenye chama chake. Na umma unaruhusiwa kuijua kwa sababu uchaguzi sio siri, ni uongozi wa umma ule. Ukitoka hapo unaenda kwenye kata panapojumlishwa matokeo. Tunapoenda kwenye kujumlisha matokeo, mimi mgombea ninayo matokeo yangu, sehemu ninazo ambapo na mgombea chama kingine na kingine na kingine wote wanacho. Tunapofika pale kila mtu amejumlisha, matokeo yanakuwa yanajulikana. Kiasi kwamba pale kwenye kata tukio linalobaki ni la kumtangaza mshindi. Kwenye jimbo tukio linalobaki ni la kumtangaza mbunge, anakuwa na matokeo yote na kopi za vituo vyote vya uchaguzi kwenye jimbo lake. Maana yake kitaifa ni kwamba baada ya makusanyo ya vile, mgombea urais anakuwa na kopi za nchi nzima za matokeo za kila kitu. Anakuwa na uhakika na matokeo. Anapoenda pale kwenye tume, kwenye majumuisho, amejumuisha na wataalamu wake wa chama chake, wameshajua matokeo. Maana zile fomu si zipo, yaani imesainiwa hapa, ukurasa huu mzima umesainiwa, wa Chadema, wa CCM, wa nani, wote wamesaini matokeo yako hapa. Kwa hiyo tunaenda na fomu halisi. Na matokeo yale yanakuwa ni halisi, yana mafungwa kwenye maboksi yake. Kilichobadilika sasa hivi, wakala haruhusiwi kutoka na ile kopi. Cha kwanza.
haruhusiwi. Lakini cha pili, haruhusiwi hata kwenda na simu, kiasi kwamba kukiwa na dharura mle kwenye kituo hawezi hata kumjulisha yule aliyempeleka pale akasimamia matokeo yake. Zimezuiwa. Unazuia nini kama ni uchaguzi wa wazi? Hayo ni baadhi ya sehemu chache tu, lakini kuna kauli tata za viongozi. Unapokuwa rais ukitamka kwamba mkurugenzi nikuteue nini, nikupe nini gani, nikulipe mshahara, umtangaze mpinzani, wewe ni rais wa nchi ambaye unasimamia vyombo vya ulinzi na usalama. Maana yake ni unaagiza polisi wakatimize lile, yaani mkurugenzi kitaka kukosoa mwambie wewe nataka kukosea aliyokuambia rais. Hiyo kauli haijawahi kutenguliwa mahali popote. Lakini unaona kwa vitendo kile kilichofanyika 2015 tofauti na kilichofanyika 2020. Mimi 2020 nina uhakika kwa mujibu wa vituo. Bahati mbaya kwenye kata yangu walijichanganya, walibandika matokeo kwenye kila kituo. Tulijumulisha matokeo yangu nikiwa gerezani, nilishinda uchaguzi wa diwani. Kutangaza ikawa shughuli. Hawataki tena kutangaza kwenye kata, wanasema tunaenda kutangaza halmashauri. Shida iko wapi? Matokeo yamepatikana kwenye kata, wanataka ukatangazia halmashauri. Shida ni nini? Huko halmashauri unapotaka ukatangaze, umerundika askari polisi wamejaa, wanazuia wananchi wasisikilize matokeo yao ya kiongozi waliyempata. Raha ya wananchi kufurahia kiongozi waliyemchagua ni ipi? Kama vyombo vya dola vinaenda vinazingira vile vyombo, vinaweza kufanya lolote, wameshika mabunduki, wamefanya nini? Wananchi hamruhusiwi kusimama lile eneo. Shida ni nini? 2015 mtu alikuwa akipiga kura anaambiwa ili usiweke kelele kwenye kituo hiki ulichopigia kura, anza kuhesabu kurudi nyuma, hesabu mita 100, kasimame kule, uendelee kusubiri itakachotokea. Sasa hivi hauruhusiwi hata kuonekana eneo, nenda ukarare. Sasa unapiga kura, unaitelekeza hivi, wewe unatafuta hela, unaiacha barabarani, unaenda kulala nyumbani, hiyo hela itakuwa ni yako. Kura ina thamani kubwa sana. Kura ni maamuzi ya wananchi ya miaka 5. Kura ndio kila kitu. Tunapozungumza siasa ni uhalisia wa maisha ya watu. Japo wenzetu bahati mbaya wanapotosha. Mimi nikiwa gerezani, amewahi kuja kiongozi mmoja anasema mkienda huko nje mtaachana na mambo ya siasa. Mimi niliuliza swali moja tu. Nikasema ukisema tutaachana na mambo ya siasa, wewe wakati ni kiongozi wa kuchaguliwa unamaanisha tuache kupiga kura? Maana tukipiga kura tumeshiriki mambo ya siasa. Mambo yalikuwa magumu pale, yalitokea mengi yenye kutokea ambayo siwezi kuyazungumza sana. Lakini wewe swali ambalo mimi niliuliza. Kwa maana hiyo tuna bahati mbaya sana kwenye taifa letu juu ya namna ya kupata viongozi. Hii ndio tunataka tufanye reform. Yafanyike mambo ya wazi. Mwenyekiti wa tume awe wa tume huru kweli. Sio tume ambayo inachaguliwa na mtu mmoja alafu anaiita tume huru. Yaani mimi niamua Ayubu kwamba wewe utanisimamia kwenye uchaguzi huu, ndio utasimamia kutangaza, alafu wewe unakuwa na mamlaka gani ya kuweza kutonitangaza mimi, kumtangaza mtu mwingine? Kwa hayo ni mambo ambayo tunaona ni kikwazo sana kwa umma. Tuna vyama 18 mwenyekiti. Ni kwa nini hivi vyama vingine vya upinzani vimeshindwa kuungana na ninyi wakati mnaona kabisa kuna changamoto hiyo na kila mtu anajua kabisa kuna hiyo changamoto? Kwa nini mmeshindwa kuungana? Na kama ni Chadema, kwa nini mmeshindwa kuwaongoza hao wengine ili muweze kuungana na kufanya hayo mabadiliko ambayo ninyi mnayalilia siku nyingi? Chama cha siasa kinapoanzishwa kinakuwa na taratibu zake. Chadema tumejipanga kwa ajili ya kutetea wananchi, rasilimali za nchi hii, kusimamia mipaka ya nchi yetu na kuilinda nchi yetu juu ya mafisadi. Ndio mikakati yetu kama Chadema. Tunataka maisha ya wananchi na sheria za nchi hii zikae kwenye mfumo mzuri. Sasa hivyo vyama vingine kwenye katiba zao sijafuatilia sana kipo kitu gani. Lakini kama wangekuwa kama Chadema walivyo, wasingeingia kwenye huu mchakato. Ila kwa kuwa wanabariki kila ambacho mtawala anakifanya, ndio maana wameingia. Kwa hata ukimwona anapiga kelele kwa unamuuliza mara mbili, anapiga kelele huyu yuko sahihi? Si unanielewa? Kama wanakubali kwamba mfumo wetu wa uchaguzi ni mbovu, alafu unaingia kwenye kugombea, unamaanisha nini? Kama unakubali kwamba katiba yetu ina changamoto kwenye mfumo wa uchaguzi, alafu unaingia kwenye kugombea, sina bidi upimwe akili. Ndio maana sisi kwa kutumia akili za Watanzania wenye akili timamu na uelewa, tumeamua kuto kuingia kwenye uchaguzi kwa sababu tunafahamu katiba ina mapungufu makubwa. Tunataka turekebishe kwanza kanuni za uchaguzi na sheria za uchaguzi zirekebishwe kwanza. Sasa vyama vile vilivyoingia, huwezi kuvishawishi vyama ambavyo vinawaza haviwazi tena juu ya ufisadi wa nchi, haviwazi tena juu ya kusimamia rasilimali za nchi, vinawaza tu kuonekana, yani wanafanya uchaguzi kama sifa fulani
Yaani sana kusema wanamsindikiza mtu, wameamua kumsindikiza mtu. Sasa nyuma ya pazio watajua wao wenyewe walichonacho. Mimi siwezi kukizungumzia, lakini kusingekuwa na chochote wasingeingia. Ila kwa sababu wanaamini wao kuna wanachokipata kwenye mfumo huu ndio maana wameingia. Lakini Watanzania wanaona ni usaliti mkubwa sana kwenye jambo hili. Kumekuwa na hamahama ya baadhi ya watu kutoka Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema na kwenda vyama vingine. Wengine wanadai kwamba wanaondoka kwa sababu ni Chadema mjaamua kushiriki uchaguzi, na wengine wanadai kwamba ndoto zao zinakufa. Hii unafikiri wewe una maoni gani kwenye hili? Kwenye hili, ukiwa na roho ya kutojali watu wanaotekwa, ukiwa na roho ya kutojali watu wanaouawa kwenye mfumo wa uchaguzi, yani kipindi cha uchaguzi, kama mtu anauawa roho yako haihuzuniki. Kama mtu anavunjwa mguu kwenye uchaguzi roho yako haihuzuniki. Kama rasilimali za fedha za Watanzania zinatumika vibaya kwenye uchaguzi hauhuzuniki. Wewe huwezi kubaki Chadema. Chadema wanabaki watu ambao wanaumia juu ya matendo mabaya yanayotokea kwenye uchaguzi. Chadema ni watu ambao wanaumia kuona jeshi la polisi linaondolewa kwenye majukumu yake ya kupambana na uhalifu kwenye nchi hii, kwa maana ya majambazi, waizi na mambo mengine, wanapelekwa kwenye uchaguzi kwa ajili ya kwenda kupiga mabomu. Ukiona mtu aumii, yani ujue huyu hawezi kubaki Chadema. Kwa watu wote walioondoka ni watu maslahi. Wao kwenye uchaguzi hawawazi kwa ajili ya kwenda kuwasimamia wananchi. Wanawaza tu wakachaguliwe ili wakapate chochote. Ukiwa wa aina hiyo Chadema huwezi kubaki. Sasa mapito tuliyopita Chadema ni makubwa sana. Watu wamefungwa. Watu wetu wametekwa. Mpaka leo hawajulikani walipo. Watu wetu wameuawa kwenye wakati wa uchaguzi. Alafu unamwona mtu anasema mimi nahama kwa sababu Chadema ishiriki uchaguzi. Ujue huyu ana ajenda yake asili. Lakini kama ni Mtanzania mwenye moyo wa Kitanzania kweli, mwenye moyo wa huruma, aliye kweli anayekuwa na hofu ya Mungu, hawezi kuingia kwenye uchaguzi. Wao wanaohama sisi tunawatazama kwamba ni watu ambao ni wasaliti wa taifa letu. Ni watu ambao hawana hofu ya Mungu. Ni watu ambao wanawaza fedha tu kuliko kuzilinda fedha na rasilimali za nchi hii. Wanawaza matumbo yao peke yao. Hawawazi watu wengine. Ni watu wa binafsi ambao kwenye mataifa ya wenzetu kiukweli sidhani kama hata wangekuwa natoka hadharani. Siasa za Tanzania zimeonekana kubadilika ghafla tangu wakati huo chama kimeanzishwa 1993 kama nitakuwa sawa sawa. Chama cha Demokrasia na Maendeleo kilianzishwa mwaka huu, na 2024 kama tumestaki 2025 yes, mwezi wa kwanza mmefanya uchaguzi wa ngazi ya taifa, kwa maana mwenyekiti wa taifa mmebadilisha, amekuja Tundu Lissu. Inaonekana siasa za Tanzania zimebadilika jumla. Wewe unafikiri ni kwa nini hatukuwa na siasa za aina hii, na wakati huo kipindi cha nyuma yanaonekana mambo yalikuwa ni kama yanaenda hivi? Unaiona siasa ya Tanzania kimebadilika kwa muundo huo kama nilivyosema hapo awali? Nakushukuru. Kwanza vyama vingi kurudi tena ilikuwa 92. Yeah. Na Chadema ilianza mchakato mwaka huo 92. Kilipata usajili rasmi 93. Ndio tulipata usajili rasmi. Tangu huko Chadema imekuwa ikipita kwenye njia mbalimbali. Na pengine na wewe kwa umri wako kuna miaka ambayo umeshuhudia Chadema ikipita kwenye hatua mbalimbali. Siasa ilivyo haina utofauti sana na kukua kwa mtu. Sasa mtu anapokuwa ana hatua zake, na kuna wakati anafika muda mwingi anakuwa anatumia kujifunza. Anakuwa anajifunza. Anajiimarisha. Wakati fulani anafika sehemu anaingia kwenye uhalisia kutafuta. Kama ni maisha unakuwa unatafuta ni maisha. Na kuna wakati anafikia anatoa elimu kwa watu wengine, anafundisha namna ya kutafuta maisha. Chadema imekuwa. Chadema imepanda kwa hatua zake. Wako waasisi wetu mbalimbali. Sasa kwenye hatua za kukua na chama cha siasa, chama ambacho kiko smart,
huwa kina hatua nyingi sana. Tumepita kote huko, tumepita, waliotufikisha sehemu wametufikisha. Tulianza na watu wengi, sio ajabu kuona leo fulani anaondoka kwenye Chadema, fulani anaondoka. Tulianza na watu wengi, walikuwepo huko enzi hizo, walipita, walikuwepo. Mifano mizuri ya kina Kaburu waliwahi kuwepo, tuliwahi kuwa na akina Zitto Kabwe baadaye sana. Tumekwenda tukiwa na mwenyekiti Freeman Mbowe wakati huu. Tumekwenda, tumefanya uchaguzi sasa. Tumepita mapito yote haya. Maumivu makali tuliyopitia hapa kuanzia 2015 kuja hadi 2020, tumeenda 2020, 24, 25. Tumepita kwenye moto mkali sana. Moto mkali kiasi kwamba viongozi wetu hamna aliyenusurika. Yaani ni wachache sana walionusurika. Wengi wamekwenda magerezani, wengi wameumizwa kama sio kwa kupigwa mabomu, lakini mwanga mkubwa kwenye taifa hili ambaye dunia nzima inajua ni Tundu Lissu, mwenyekiti wetu wa sasa, aliyepigwa risasi zimeingia kwenye mwili wake. Kwa mujibu wa madaktari, risasi 16 ziligusa mwili wake kwenda maeneo mbalimbali ya mwili. Mimi ni mkazi wa Tunduma. Kuna wenzetu hapa wamewahi kupata changamoto, mtu tu tulisikia alipigwa risasi ya mguu tu moja, alipelekwa rufaa. Alikuwa ni kijana tulikuwa tunashinda naye, alifariki. Unajiuliza, mtu ambaye mwili ulifunguliwa leo amepona. Huo tunauona ni muujiza wa Mungu na ni kusudi la Mungu. Sasa zimebadilika siasa. Kwa nini zimechange? Mnapokuwa kama chama cha siasa, ni sana binadamu anapokuwa kuna wakati anajisahau. Tunaweza kusema kuna baadhi ya viongozi wenda walijisahau kwa namna moja ama nyingine, wakazipeleka siasa ambapo sio msimamo wa chama chetu, sio utaratibu wa mfumo wa chama chetu. Na ndio maana tunapofanya uchaguzi tunakwenda kufanya maamuzi. Ndio maana tumefanya mabadiliko ya kiuongozi, mabadiliko makubwa, kwa sababu Chadema tangu ianze mabadiliko makubwa ya kiongozi tuliyoyafanya tumefanya mwaka huu mwezi wa kwanza. Kumbadilisha mwenyekiti sio jambo dogo. Otherwise mwenyekiti mstaafu sema mimi sigombei, lakini akigombea mkafanya maamuzi ya kubadilisha. Kwanza leo tulikuwa tunawafundisha wananchi wa Tanzania na vyama vingine vyote kwamba ndani ya Chadema demokrasia imetamalaki. Hilo lilikuwa la kwanza. Na waliona kwa uwazi, mambo yetu yalienda kwa uwazi. Lakini kikubwa tulionyesha kwamba Chadema tunaweza kufanya reform tunapoona mambo hayaendi vizuri. Tulifanya. Na ndio maana hata reform ndani tunazitaka, kwa sababu tunaweza kufanya ndani mwetu na huko kwenye nchi tunaweza kufanya tukiona mambo hayaendi vizuri. Kwa ukiwa mwana Chadema haitoshi tu kwa mwana Chadema. Ukiwa na matendo maovu kwenye Chadema unatakiwa ukae pembeni kama urekebishiki. Kwamba kuna watu walikuwa na matendo maovu? Of course ni binadamu. Na hapa tunapozungumza sasa hivi, na ndio maana wimbi kubwa la watu ambao walishindwa kusimama kwenye misimamo ya Chadema leo wamekimbia. Hawezi kubaki tena Chadema kwa sababu wanajua kabisa Chadema hiki haikitaki na hiki haikitaki. Sasa wanaona wao bado wanakumbatia hiyo mifumo. Ndio maana wanakimbia, chama kinawashinda. Kwa sababu hiki chama ni cha demokrasia na maendeleo. Tunapenda uwazi, uhuru wa wanachama na kila kitu. Sasa wewe kama unaona hivi vyote haviwezi, hauwezi kusema tena mafisadi, hauwezi tena kuwatetea wananchi kwenye haki zao, huwezi tena kuzungumzia juu ya rasilimali za nchi hii, hauwezi. Chadema hapakufai tena. Utakuwa unafanya nini? Lakini tukiachana na hilo, kumekuwa na mambo mbalimbali yanayoendelea katika nchi yetu. Kuna sakata la utekaji, kufungiwa kwa makanisa. Hili wewe unalionaje kwa upande wako? Kwanza kama Mtanzania kuna vitu ambavyo vinaumiza. Ukizungumza utekaji, mimi ni binadamu. Bahati nzuri nilipofikia sasa nina watoto wakubwa ambao wanasoma wengine shule za sekondari, nimebahatika wengine wanasoma vyuo sasa. Kusikia mtoto wa mtu ametekwa, narudi najikumbuka mimi nilipokuwa gerezani, mama yangu alikuwa akija kuniona pale gerezani analia. Ndugu zangu analia. Imagine huyu mtu ambaye anaweza kama amepotezwa na hamuoni, unategemea nini? Ni kitu ambacho kila Mtanzania mwenye matendo mema, mwenye hofu ya Mungu, mwenye kuheshimu utu na ubinadamu anapaswa kurani matukio ya aina hii. Anapaswa kuomba kwa Mungu awaweke peupe watu wa aina hii. Anapaswa kusali na kufunga watu wa aina hii watuepuke kwenye taifa letu.
Hilo ni moja. Lakini jambo la pili ambalo umelizungumza hapa, kama sijakosea unaweza kunirudisha kidogo. Ndio. Kwamba mtu anaona kufunga kanisa ambalo ndiko tunaamini watenda maovu wakipata neema waende kule wakatubu. Yaani watu tunaamini kwenye kanisa na kwenye msikiti ndiko watu ambapo wanapata toba ya Mungu. Ndiko ambapo mtu angekuwa jambazi mtaani akienda kula anajifunza juu ya kutenda mema. Mtu anathubutu kwenda kufungia, hiyo ni hatua mbaya kwenye taifa. Sisi ambao tunasoma maandiko tunaiona rehema iko juu yetu, sio bure. Sio jambo la kawaida. Na kama sio, basi huyo mtu kuna kitu amejisahau sana, anapaswa kukumbushwa. Na tukisoma kwenye maandiko kuna watu akina Farao walikuwepo enzi hizo. Walifanya ukaidi mwingi sana, mwisho wao ulikuwa ni mbaya sana. Sasa mimi siombei mwisho wetu uwe mbaya sana. Ninachomuomba kila Mtanzania na kila kiongozi wa Tanzania aone umuhimu wa hofu ya Mungu na kumheshimu Mungu. Aone umuhimu wa kuheshimu kanisa la Mungu. Aone umuhimu wa kuheshimu nyumba za ibada, misikiti na makanisa. Hiki kinachoendelea cha kufungia makanisa, mimi kwa maoni yangu kama Mtanzania na kama mcha Mungu, natamani kuona hata kesho makanisa yanakuwa wazi. Watu wanarudi kwa ajili ya ibada mle. Yanasaidia sana kupunguza matendo maovu kwenye mataifa duniani kote. Sasa tusipelekee kufunga makanisa tukasababisha watu wakose makutano ya kufundishana juu ya mambo mema, tukajikuta tunaingia kwenye taifa ambalo litakuwa ni la hovyo wahi kutokea. Natamani kuona hicho. Natamani kuliona Tanzania yenye haki na amani. Unaiona demokrasia aina gani kwenye taifa letu kama Tanzania? Kwa sasa naweza kusema demokrasia imeuawa. Kama haijauawa ipo mahututi. Nani daktari wa kuitibu? Ni sisi wa Tanzania. Wananchi tukisimama tukasema kwa pamoja, kwa sauti moja, kiongozi anakuwa kwa ajili ya wananchi. Tukizungumza wananchi kwa sauti moja, kiongozi yeyote mwenye akili timamu ataelewa kwamba ninaowaongoza wanatamani tuende kwenye mfumo huu. Tunahitaji kuifufua demokrasia yetu. Hili ni jambo pana ambalo walioko madarakani na sisi wananchi tunapaswa kuungana pamoja tupate demokrasia kweli kwenye nchi yetu. Hatuna mchawi mwingine, hatuna mganga mwingine. Zaidi tusikaidi kufanya reform kwenye mifumo yetu ya uchaguzi, ili wananchi wanachokiamua waamue kwa haki, kwa uhuru na amani itamaraki. Ili uwepo amani, ni lazima haki iwe na kiwango cha juu sana. Inaonekana tunazungumzia sana masuala ya uchaguzi. Hakuna matatizo maeneo mengine ambayo yanaweza yakafanyiwa reforms? Maana tunaonekana tunazungumza uchaguzi peke yake, kwamba masuala ya uchaguzi yafanyiwe mabadiliko, yafanyiwe reforms kwenye masuala ya uchaguzi. Kwa nini tunabase sana kwenye uchaguzi? Uchaguzi ndio utangulizi, ndio naamua viongozi. Mkipata viongozi wazuri kwa mujibu wa uchaguzi wenu mzuri, mtasababisha muende kwenye kufanya reform kwenye katiba yenu, ili muweke misimamo juu ya mafisadi, ili muweke misimamo juu ya mipaka ya vyombo vyetu vya ulinzi na usalama visionee mtu yoyote. Sasa ni lazima tufanye kwanza tuende kwenye uchaguzi ambapo ndo tunaamua. Wananchi ili wawe na nguvu na kiongozi ni lazima wao wameamua wao. Leo kwenye mitaa yetu kule, mwenyekiti wa mtaa ukienda kumtaka kumshauri kitu anasema utanishauri nini, kwani wewe ulinipigia kura? Yaani naamini alipita bila kupingwa. Sasa mtu wa aina hiyo hawezi kuona umuhimu wa wananchi. Ili aheshimu maoni ya wananchi ni lazima awe amechaguliwa. Ndio maana tunapigania sana kwenye mambo ya uchaguzi, ili wananchi wao wameamua, ili hata mikutano inapofanyika huko wananchi wawe na sauti za kuzungumza. Sasa ili hawana sauti kwa sababu mtu tu mmoja mwenye mamlaka anaamua tu kusema lolote, basi wananchi wanatakiwa kufuata hili. Sasa wananchi wa Tanzania, ni jukumu letu sisi wenyewe kuamua juu ya nchi yetu. Nini kimetufikisha hapa mwenyekiti? Mpaka tumefika hapa tulipo leo. Ni kitu gani kimetufikisha? Kwa maoni yangu, kilichotufikisha hapa
ukiacha kiburi cha kiongozi mmoja mmoja, ni mfumo wa katiba yetu kutoweka mipaka juu ya watawala walioko juu, kumfanya mtu mmoja aliyeko juu kuamua juu ya mifumo yote ya kimahakama, kipolisi, kuteua kila sehemu. Hii ndio iliyotufikisha hapa. Laiti wangekuwa wanapatikana kwa mfumo wa katiba tu kawaida kwamba mtu aamui, kuna kitu kinaamua, sidhani kama tungekuwa tulipo hapa. Labda mwenyekiti, tunamalizaje hili? Yaani tunapaswa kufanya nini kama taifa? Kwa sababu hapa tulipofika tumeshafika tayari. Tunatokaje hapa tulipo leo? Ili tutoke salama, mimi rai yangu kwa Watanzania, Chadema tumesema bila mabadiliko ya sheria za uchaguzi hakuna uchaguzi. Tunamaanisha kwamba kama wananchi wa Tanzania watakuwa wametuelewa, kama siku ya uchaguzi kuidhihirishia dunia na kuwaeleza viongozi wa Tanzania waliopo madarakani kwamba hiki kinachoendelea sio kitu kizuri, ni vizuri tukajibakia tu tunapumzika. Siku hiyo tusihangaike na masuala ya kwenda kwenye vituo ili tutume salamu, kwa sababu tusipoenda kupiga kura, maana yake kutakuwa hakuna kilichofanyika, maana yake hakutakuwa na aliyechaguliwa. Hiyo itatusaidia wale walioko madarakani kujua kwamba sasa kama uchaguzi haujafanyika tufanye nini. Maana yake turudi kwenye reform, uchaguzi ufanyike. Na Watanzania tunapaswa kuungana, kupaza sauti, sio la kumwachia mtu mmoja. Sasa hivi kama kanisa limeguswa, wanasubiri nini? Makanisa mengine wanasubiri nini? Wanaliacha ile lililoguswa, kesho litafuata la nani? Kama Chadema imeguswa, ikitokea chama kingine chenye misimamo, achana hivi vyama vingine vya usindikizaji, chama kingine chenye msimamo, nini kitafuata? Kama wananchi wameumia kwa namna moja ama nyingine, kama viongozi wakubwa kwenye taifa hili ambalo wako kwa ajili ya kutoa elimu kwa Watanzania wanajikuta wako magerezani, nani aliyebaki salama? Kama tumesikia vitendo viovu vibaya kabisa vya utekaji, nani anajiona yuko salama? Tusaidiane kupaza sauti kwa pamoja, ili watawala waone kilio cha Watanzania na mwisho wa siku warudi, kae pamoja, tuliunganishe taifa. Ipi nafasi ya vijana kwenye haya yote yanayoendelea kwenye taifa hili? Nafasi ya vijana iko wapi? Vijana wenye utimamu, vijana wenye akili timamu. Nafasi yetu ni kubwa sana, jukumu letu ni kubwa sana kwenye taifa hili. Sisi ndiyo taifa la leo. Kama tunaamini sisi ni taifa la leo, tuna jukumu moja tu la kulinda nchi yetu dhidi ya mafisadi, dhidi ya upotevu wa rasilimali zetu, dhidi ya watu waovu wanaoteka wenzao, dhidi ya watu wanaofungia makanisa ya watu, dhidi ya wanaonyanyasa viongozi wa dini. Vijana ni jukumu letu. Na bahati mbaya sana vijana wengi wanarudi enzi za giza za mkoloni. Tuwakumbushe tu kwamba wakati Mwalimu Nyerere anakuwa rais, waziri mkubwa kuliko wote alikuwa na miaka 40 na kidogo. Hakukuwa na waziri ambaye alikuwa na zaidi ya miaka 50. Manake rais mwenyewe alikuwa na miaka 40 na kidogo. Mawaziri wote unaoona walikuwa kwenye miaka 30 na ngapi, 20 na ngapi, ndio walikuwa mawaziri. Leo tukisubiri tu wazee wetu ndio wakae kule juu, tutakuwa tunakikosea kile kizazi ambacho kilipigania ukombozi wa taifa hili. Sasa tunapambana ukombozi wa sasa dhidi ya mafisadi. Kama kuna mtu anaupenda ufisadi, aendelee kuutetea na kung'ang'ania uchaguzi. Sisi tunaukataa kwa sababu, na ndio maana tunasema tufanye reform ili tupate uchaguzi ambao utatupeleka kwenye katiba ya nchi. Tutengeneze katiba ambayo italinda rasilimali zetu,
itatuelekeza juu ya mafisadi. Nchi za wenzetu zilizopiga hatua zimepiga hatua kwa sababu wamejikana juu ya ufisadi na rushwa. Sasa ni jukumu letu kama Watanzania. Ukiona kijana anapewa baisikeli anashangilia, unatakiwa umfikirie mara mbili kwamba yuko kwenye giza. Anapewa pikipiki anashangilia, anapewa tu pikipiki ambayo haifanyia kazi yoyote, anashangilia, ujue huyo yuko gizani, yuko usingizini. Tunapaswa kuamka, tutafute maisha kama vijana, tutengeneze ajira kama vijana, tulipe mishahara watu, tulipe kodi ya nchi yetu ili nchi yetu ijiendeshe. Tujiondoe kwenye vitu vya bure. Unamuona mtu anashangilia kupewa kitu cha bure, ujue huyo fikira zake zimeanza kukwama. Watoto wake watakuja kuishi kwenye maisha gani? Tukilinde kizazi chetu na cha baadaye. Vijana tusimame pamoja, tupaze sauti ya pamoja, tupiganie sheria za nchi yetu zinyoke, zikae kwa ajili ya haki ya watu wote. Huo ndio ushauri wangu kwa vijana. Umoja, mshikamano ndio misingi ambayo tumekuwa tukiishi hivyo siku zote kama Watanzania. Kwa hiki unachokiona, kwa haya yanayoendelea, kama tulivyosema hapo nyuma, unaiona Tanzania aina gani? Binafsi naiona Tanzania ambayo mimi kama muumini mcha Mungu, kila siku ninapoamka naomba Mungu atuepushe na hili linaloendelea. Kwa sababu tukisema tuna mshikamano tutakuwa ni waongo. Ukimchukua mtoto wa mwenzio au ukimchukua Mtanzania mwenzio ukaamua kumtengenezea makosa ya kukaa gerezani, mtu ambaye amebeba umma nyuma yake, unamuelewa kuhusu haki anazozungumza, unasema una mshikamano, hapo utakuwa unajidanganya tu. Inaweza isiwe leo, inaweza isiwe kesho, lakini kesho kutwa ukatengeneza mambo mabaya sana. Na shauri, natoa maoni, walio kwenye mamlaka walione hili ni tatizo, wawatoe watu ambao wamewaweka kizuizini pasipo sababu za msingi. Wafute kesi, kwa sababu unapozungumza chama cha siasa ni kitu ambacho kimebeba. Ukifungulia kesi Chadema, umewafungulia Watanzania kesi, kwa sababu ni mamilioni ya Watanzania wako ndani ya chama hicho. Unakuwa umetengeneza ufa mpana sana. Kitendo cha kukaa mwenyekiti wa Chadema ndani, tafasiri yake umeamua kiongozi wa wapenda haki, kiongozi wa wapenda amani, kiongozi wa wasiopenda ufisadi kwenye nchi hii, kiongozi wa wasiopenda rushwa kwenye nchi hii, umemshikilia. Sasa ni Watanzania wangapi wanapenda haki? Ni Watanzania wangapi hawapendi ufisadi? Ni Watanzania wangapi hawapendi rushwa? Ni Watanzania wangapi wanapenda amani? Tunayemzungumza yuko ndani, ndio kiongozi wa kundi hilo. Maana yake umeweka ufa mkubwa sana kati ya kundi hilo na wanaoamini katika ufisadi. Kwa sababu kwa nini tunasema wanaamini katika ufisadi? Ukiona mtu ametuhumiwa kwenye nchi yako kwa ufisadi na hajafunguliwa kesi mahala popote, ni jambo la kufikiria. Waliomtuhumu ni wao wanaoweza kufungua kesi, lakini wamemwacha. Na ukiona vijana wanashangilia kwenye mfumo huo, ujue hao vijana ndio wako kundi hilo. Sasa tunawasihi vijana tuungane kwa pamoja, lakini na wasihi watawala turudi pamoja, tulitengeneze taifa pamoja. Haya yanayotokea kwenye mataifa mengine, sio kwamba tu Chadema wanaweza kwa sababu wanatoa hii elimu. Sisi tunatoa elimu ya uraia tu ili Watanzania wajue. Lakini wanaoweza kufanya maamuzi ni Watanzania wenyewe. Na ndio maana sisi leo ukisikiliza kwenye vyombo vya habari kuna watu wanataka kupindisha habari. Chadema tupo kwa ajili ya haki na amani. Tunaamini katika haki kwanza, amani baadaye. Sasa ili tuwe na amani na haki lazima itamaraki kwa kila mtu. Huko mbele kinachoendelea sio issue ya Chadema. Chadema issue yetu tulishaisema sisi, kwamba kama hamna mabadiliko ya uchaguzi, basi uchaguzi hautakuwepo, kwa sababu hamna atakayeenda kupiga kura. Na kama watapiga kura itakuwa ni hadaa kwa Watanzania. Mengine yanayotokea mitandaoni, hayo tunawaachia Watanzania wenyewe. Sisi Chadema tumetimiza wajibu wetu.
vimetokea vyama vingi sana vimetokea vyama vingi kwa maana ya NCCR, CUF, vilikuwa ni vyama vyenye nguvu sana. Vilipita kwenye wimbi zito mpaka ikapelekea leo vilipo sasa. Unafikiri haya ambayo Chadema inapitia unaweza kuwa mwisho wa Chadema vipi? Ni ngumu sana. Ni ngumu sana. Yaani tumesema Chadema unavyoiona ni ngumu. Kwa nini? Kwa sababu vyama vingine vilipita huko na Chadema inaonekana inapita humo pia. Ugumu wake unakuja wapi? Misingi kuwepo wakati huo na wakati huu. Misingi imara, imani ya wananchi juu ya Chadema. Chadema inachohubiri ni haki. Tanzania wapenda haki ni 90% ya Watanzania. Chadema imejengwa kwenye misingi ya haki. Kuiua Chadema ni sana kuua haki. Sasa wapenda haki hawatakufa. Unaweza kuliua jina la Chadema, lakini haki, wapenda haki utakuwa hujawaua. Wenye mioyo ya dhati juu ya Tanzania yao utakuwa hujawaua. Kwa ukiliondoa jina Chadema haina maana kwamba utakuwa umeondoa wapenda haki. Sasa Chadema iko kwenye misingi ya haki. Kuondoka ni ngumu sana, haitaweza tokea. Pengine Mungu mwenyewe ndo hamu. Mwenyekiti, tupo kwenye kipindi ambacho kumekuwa na ongezeko kubwa sana la vijana, hasa vijana waliomaliza vyuo wamerudi majumbani, hawana ajira, hawaelewi wafanye nini. Unafikiri tunaenda kufanya nini? Yaani kama taifa tunaenda kuzalisha kitu gani huko mbele? Taifa lolote ambalo linakosa ajira kwa vijana, tunazalisha taifa ambalo ni baya. Sitaki kutabiri, lakini ni taifa ambalo linakuwa ni baya, kwa sababu kiwaacha vijana wana graduate kila mwaka alafu hawapati ajira. Na bahati mbaya kauli za baadhi ya viongozi wanasema wakajiajiri vijana, wakati huo yeye anagombeaga tu miaka yote, hajawahi kujiajiri popote zaidi ya kugombeaga ubunge, anapewa uwaziri kwa uchawa tu. Afu huyo ndo anatokea hadharani anawaambia vijana wakajiajiri, na pengine yeye ni waziri anasema vijana wakawaje. Taifa lolote ili lizungumze kuhusu kujiajiri vijana ni lazima litengeneze mifumo sahihi ya kijana kuweza kujiajiri. Unamwambia kijana akajiajiri leo kilimo, gharama yake mbegu tu ya kupanda ekari moja anaenda kununua karibu kwa $100,000. Huyo kijana anajiajiri na nini? Ametoka chuoni, alikuwa analipa ada kule, anarudi mtaani hana hata 100. Unamwambia akajiajiri. Akakodi shamba maeneo mengine 120,000 ekari moja, akanunua mbegu kwa shilingi 100,000, akalime kwa shilingi 70,000, akapalilie, akapige dawa. Na maana huyo kijana akashika jembe. Kwa hali ya kawaida ukishika jembe kupalilia ekari kama una afya tu nzuri utatumia siku 10. Hapo taifa tunalitengeneza au tunaliua? Mvua ni zake, kilimo chenyewe tunatumia cha mvua. Mvua anaamua ni Mungu, leo inyeshe, kesho isiwepo. Umeandaa mipango ya umwagiliaji ili vijana waende sasa wakajiajiri kule ambako umeandaa uhakika wa maji huko. Umemfundisha asomee ualimu, unamwambia akajiajiri, akajenge shule. Umemfanya awe daktari, unamwambia akajiajiri, akafungua hospitali, akajenge jengo la hospitali. Umemfanya awe afisa mifugo, wengine wamejifunza ufugaji wa nyuki, unamwambia akajiajiri. Akafanyaje sasa? Mbao akamnunulie nini za kutengeneza hiyo mizinga na akaweke kwenye shamba la nani? Umemwandalia vitaru hivi misitu ya kusema wakaweke sasa wafuge hao nyuki ili waje kutuuzia hasara. Unasema akafuge ng'ombe, akachungie wapi? Kijana amezaliwa Tunduma, amekulia Tunduma, unamwambia akawe mfugaji wa ng'ombe, akafugie wapi? Ng'ombe mmoja wa kisasa huyo wa kumfuga gharama yake ni shilingi ngapi? Kwa hiyo tuko kwenye taifa ambalo viongozi hawajatoa mwanga wa nini vijana wakafanye baada ya kugraduate. Sasa tuna walimu, pengine tufanye walimu mpaka sasa pengine tuna walimu 500,000 ambao hawajaajiriwa, au 100,000, tufanye tu hata 100,000 au 50,000 wako mtaani. Wakifanyaje nini? Waende kwenye makuta ya watu hao wanaandika watoto ndio msome hapa. Ukiziangalia hata hizi elimu wanazosema elimu bure,
ambapo sasa wazazi sisi tunasoma hizi za kawaida tu. Michango kwa mwezi haipungui 40,000. Hiyo ndio inaitwa elimu bure kwenye shule za msingi. Unalipa mlinzi, unalipa taaluma, unalipa sijui nini, chakula mchana, kando hizi wanavyowapikia watoto shule. Mtu anatangaza watu wajiajiri. Mimi nashauri viongozi kama kweli wanania na hawa vijana wa Kitanzania, anapokuwa chuo kuwe na maandalizi huku kwamba vijana watafanya nini. Lakini turejeshe viwanda kwenye nchi yetu ili vijana waende huko, kwa sababu wakikaa kule viwandani wako watakao ulipo mshahara, ndio wao wataenda kule sasa watalima ili wakaandae yale material ya kupeleka kule viwandani. Kwa sababu unaposema unatengeneza viwanda, maembe tunayo ndio yanajidondokea ovyo ovyo. Kiwanda kiko wapi? Sasa tulikuwa na viwanda hata wakati wa Mwalimu Nyerere, leo vimekufa. Vimekufa vingi, leo havisikiki. Ukimuuliza mtoto wa darasa 4 hajui. Mimi kipindi hicho nasoma, ukiniuliza kuhusu kiwanda najua kabisa vitenge, kanga zinatengenezwa wapi. Mbeya tulikuwa tunazungumza Songwe tu hapo jirani. Tunaenda kwenye mafunzo kiwandani. Leo mambo yote hayo yanaharibika na tunaona ni kawaida tu. Majembe yalikuwa pale Iyunga yanatengenezwa kwa wingi. Watu wanajua wanavikuta wapi vitu. Vitu mbalimbali leo viwanda vipo vimekufa. Baiskeli hizi zinatengenezwa Tanzania, zilikuwa zinatengenezwa. Matairi kwa wingi yalikuwa yanazalishwa Tanzania. Leo ukienda kusoma kwenye zile tairi, 90% zinatoka nje ya nchi. Hadi juisi za kunywa tunatoa nje ya nchi. Tunapaswa kutafakari kama taifa tulipofika. Kwa hiyo ili vijana waajiriwe, ni lazima tutengeneze mazingira sahihi ya kuajiri vijana. Na sera za vijana zieleweke. Anayekuzungumzia kijana asiwe yule ambaye miaka yake imefika 60. Zinakuwa kama kejeli kwa vijana. Ukiwakejeli vijana unatengeneza kizazi kibaya kabisa. Sasa kama kijana amegraduate, amekaa mwaka mzima yuko mtaani, unategemea kesho afanye nini? Hapati hata 100. Wengine bahati mbaya wazazi wao waliwapoteza, ambao pengine mtu angesema mzazi wake angempa mtaji, hayupo. Na hakukuwa na maandalizi ya hivyo, unategemea ishi. Tutajikuta tunatengeneza wahalifu wengi. Tumeng'ang'ania tu kusema ajira ni bodaboda. Sasa haya tukinunua wote bodaboda itakuwa nani atapanda hiyo bodaboda? Miundombinu tukisema tunawatafutia bajaji, haya bajaji hizo tukinunua wote itakuwa nani atapanda? Barabara za kupitisha ziko wapi? Leo tunazungumza ajira, haya vijana wa bodaboda wamejiajiri pengine kwa ajira hiyo na wa bajaji. Kutoka tu Tunduma kwa mfano, kutoka Tunduma katika center ya Tunduma au niseme customer yanapovuka magari kwenda upande wa pili, kwenda hadi Chipata, mtu anatumia lisali zima. Njiani humo ni maforeni ya malori, barabara zimeharibika ovyo ovyo. Huyo kijana wa bajaji unayesema kajiajiri kwenye bajaji, amepewa kazi na bosi, anatakiwa karudishe malengo, hawezi kufikisha hata 20,000 mpaka jioni. Akifika jioni ni mgogoro na bosi, hata akiwa nyumbani kwake hana. Unategemea afanye nini huyo kijana? Unamtengenezea mazingira gani? Kutoka hapa hadi Mpemba tunapozungumza uzalishaji, mtu anatoka Tunduma katikati ya mji hapa Tunduma kufika Mpemba anatumia masaa 2. Anatakiwa huyo akazalishe. Mnasema mnatengeneza taifa la watu wazalishe. Barabara kweli kipande cha kilomita 10. Unashindwa kuitanua barabara ili watu waweze kupita wakimbizane na muda, kwa sababu muda ni mali. Huyu kijana naye msema leo kila siku zinakimbia tu, siku zinakimbia, hana anachofanya. Unategemea nini kiendelee? Na wasi watawala wanapozungumza issue za vijana, wazungumze kwa dhati, wazungumze kwa malengo, sio kwa kuzungumza tu mdomo.